kufundisha kazi zake. Hata hivyo sitazimaliza, lakini zile atakazonijalia Mungu nitazifundisha. Leo tutaangalia kumfahamu. Kwanza tumjue, tukishamfahamu alafu tutakueleza kazi zake. Kwa hiyo ni mambo mawili tu, nimekuwekea machache ili umfahamu vizuri, zijue na kazi zake vizuri. Bwana asifiwe sana. Inawezekana ulishasikia, lakini neno la Mungu kila siku ni mpya. Leo ukisikia utasikia kama hujawahi kusikia. Neno la Mungu ni mpya kila itwapo leo. Kwa hiyo kama unaandika, mfahamu Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Kwa hiyo tutaanza kipengele cha kumfahamu yeye ni nani, alafu kitafuata kipengele cha kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Sasa andika, mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Mimi hapa nimeandika, nimejiuliza swali mwenyewe, Roho Mtakatifu ni nani? Alafu nimejibu mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kaandika baada ya hiyo kichwa cha somo, unaweza kaandika kipengele kinachofuata, Roho Mtakatifu ni nani? Kaweka alama ya kuuliza, Roho Mtakatifu ni nani? Ukishajiuliza hilo swali, kipengele kinachofuata andika, Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo tunaanza kumfahamu hivyo. Roho Mtakatifu ni Mungu. Somo, mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Kama umeshaandika basi niombe. Baba, asante kwa ajili ya jioni nyingine iliyopata kibali na neema mbele zako tuwepo mahali hapa. Mimi sistahili sana kufundisha neno hili, lakini Mungu Roho Mtakatifu ukae ndani yangu, wewe unastahili kutufundisha. Tufundishe kama ulivyokusudia tuyajue yale ambayo Mungu unatamani kanisa lako, watoto wako wayajue. Mimi nitumie kama mtumishi tu, kanene kwa kinywa changu, kanene na kanisa lako, kanene na watumishi wako wa kike na wa kiume waliojihuzurisha mbele zako jioni ya leo. Nakataa uharibifu wa shetani katika somo hili. Nakataa kila aina ya mkanganyiko ambao adui amejipanga kunikanganyisha. Nakataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Najikabidhi kwako roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu. Nifunike na uvuli wako. Nifunike na uwepo wako na nguvu zako. Nipe hatua kwa hatua kueleza yale yote ambayo Mungu unataka tuyajue kwa habari za Roho Mtakatifu, kwa habari ya kumfahamu, kwa habari ya kazi zake. Mimi nikatumike tu, wewe kanena ndani yangu. Lifungue kanisa lako masikio ya ndani na ya nje. Tupe neema ya kuelewa na maandiko, tukumbushe yale yote ambayo yanatupasa kuyajua. Utukufu wako Mungu niatamie, nguvu zako zinifunike, mamlaka yako isimame katika hema hili. Tunakataa nguvu za giza, tunakataa ushirika wa mashetani, tunakataa kila roho ya upinzani inayojiinua wakati wa neno, roho ya usingizi, roho ya kutawanyika kimawazo, roho ya kufikiri mambo ya dunia hii. Bali Mungu Roho Mtakatifu, tuvute kwa uwepo wako, tuwe karibu na wewe, tupate kula na kunywa mezani kwako. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu Mungu aliye hai tunaomba na tunakushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Kwa hiyo tunaanza kipengele cha kwanza, Roho Mtakatifu ni nani? Hapa nimesema Roho Mtakatifu ni Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Na hii ni semina, kwa hiyo nitafundisha kwa utaratibu sana, si kama nilivyozoeleka. Tafundisha kwa utaratibu, yani kwa utulivu kama mwalimu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunakubaliana wote ni nani? Ni Mungu. Nani ana mashaka kwamba yeye sio Mungu? Wewe uko hapo na mashaka kwamba Mungu Mtakatifu ni Mungu, wakati Mungu yupo. Kuna Mungu kwanza, alafu kuna Mungu Mwana, alafu kuna Roho Mtakatifu. Hakuna anayepinga Maana wote tunakubaliana Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Ndivyo ilivyo. Sasa tutaenda kwenye maandiko yanayodhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama uko hapo una mashaka kwamba hivi ni Mungu kweli, na kuambia Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Hilo halikwepeki wala halipingiki. Mungu ni roho. Bwana asifiwe sana. Yohana anasema Mungu ni roho, na anasema wanaopaswa kumwabudu imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Yohana anatoa majibu kwamba Mungu ni nani? Mungu ni roho. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Kwa hiyo unaposikia habari za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, kwa sababu tunamtaja ya mwishoni kule kwamba Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wanafikiri kwamba ni Mungu mdogo. Bwana asifiwe sana. Au ni mdogo wake na Mungu. Mungu ni mmoja. Bwana asifiwe sana. Katika utendaji wake ndo anatajwa kama Roho Mtakatifu. Anatajwa kama Baba, anatajwa kama Mwana, anatajwa kama Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ni mmoja. Yaani sawa na mimi ni mmoja. Nina mwili huu wa nje unaoona, nina roho yangu iko ndani huko. Bwana asifiwe sana. Alafu nina nafsi, akili, ufahamu. Kwa hiyo Mungu ni mmoja. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yohana anatoa majibu ya hichi ninachokifundisha kwamba mfahamu Roho Mtakatifu na kazi zake. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu ni roho. Hana mwili kama mimi unavyoniona. Ana umbo lakini la rohoni kama wewe ulivyo. Maana anasema ametuumba sisi kwa sura na mfano wake, si ndio? Maana yake tunafanana naye. Ana umbo kama la mimi au kama wewe ulivyo, lakini ni la rohoni, halishikiki. Hauwezi kumshika hivi, hauwezi kumwona kwa macho haya ya nyama. Unataka kumwona, lazima na wewe uwe rohoni. Ndio maana ya lile neno kwamba wamwabuduo imewapasa wakae rohoni, kwa sababu yeye anatafuta watu wanaokaa rohoni. Yeye ni roho. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitabu cha Mwanzo, tuanzie pale. Kitabu cha Mwanzo, hiyo nilikuwa natoa jibu la Mungu ni nani? Mungu ni Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Yohana. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa, ukisoma mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 1 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Angalia anachokisema hapo. Roho ya Mungu. Roho ya nani? Ya Mungu. Mungu ni nani? Ni roho. Roho ya Mungu. Kumbuka kipengele nilichoanza nacho ni kumfahamu na kufahamisha Roho Mtakatifu ni nani. Yaani sawa na hapa ningesimama na babangu na kutambulisha huyu ni babangu. Kwa nini ni babangu? Tunafanana miguu, tunafanana kichwa, tunafanana sauti, tunafanana kimo. Yaani naendelea kukutambulisha tu. Sasa hapa nafahamisha na kufahamisha Roho Mtakatifu ni nani.
Tumeona Yohana anasema Mungu ni roho, Roho Mtakatifu ni Mungu. Hapa mwanzo anasema na roho ya Mungu, roho ya Mungu. Mungu ni roho, roho ya Mungu ilifanyaje? Ikatulia juu ya uso wa maji. Toka hapo hiyo roho ya Mungu ikaanza kusema huko chini. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Roho anaumba. Unaona? Mungu akasema sura ya 3, ya 4 Mungu akasema, ya 5 Mungu akasema, ya 6 Mungu akasema, ya 7 Mungu akasema, ya 8 Mungu akasema, ya 9 ile roho iliyokuwa imetanda juu ya uso inaanza kusema, akisema vitu vinatokea. Mungu akasema. Kabla ya kusema roho ya Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo tunaendelea kukubaliana Mungu ni nani? Mungu ni roho. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu kwa mujibu wa neno la Mungu. So mimi nasema Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo hapo naona yeye ndiye aliyekuwepo mwanzo, kabla ya chochote. Alikaa juu ya uso wa nchi. Nchi ilikuwa giza, haina chochote, hamna mti, hamna watu, hamna ndege, hamna chochote. Lakini kitabu cha Mwanzo kinatuambia pamoja na kuwa hakina chochote, asema nayo nchi ilikuwa ukiwa, maana yake haina kitu tena, utupu, haina chochote, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Lakini roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Kwa yule roho wa Mungu mwenyewe alikuwa ametanda kwenye uso wa maji. Ndio maana unaona huko mbele ni kama anasema mambo yanatokea. Wakati ametanda pale juu, alikuwa ana design dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiomba ukitaka kusikia kutoka kwa Mungu, usimalize amina. Katisha maombi yako, kaa kwenye utulivu, msikilize Roho Mtakatifu. Wewe naomba amen. Anaenda huyo, kama anavaa huyo, anaenda huyo. Bado sijaongea na wewe. Umeniomba sawa, nimeongea na wewe juu ya maombi yako. Usimalize amina bila kukaa kwenye utulivu. Bwana asifiwe sana. Omba. Nasema yale maombi ya peke yako. Omba. Maombi yamechanganya omba. Nenda kwenye utulivu. Kaa kimya, msikilize Mungu. Utaona anasema na wewe. Yaani unasikia kabisa ndani kama mawazo hivi yanakuambia akafanya hivi. Hii itakuwa hivi. Kama mawazo yanatembea kwa kichwani. Mawazo yanayokuja saa unaomba ni wazo kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wazo la Mungu. Yale mawazo yakishakuletea au akishasema na wewe, ndio maliza sasa, amen. Nimepata mwelekeo wa kile nilichokuwa nakiombea. Sasa yeye alitulia kwanza juu ya uso wa nchi. Ule utulivu haikuwa bure, alikuwa ana design. Tanzania itakaa pande gani? Kenya itakaa wapi? Wapi niweke mto? Wapi niweke ziwa? Wapi niweke milima? Hapa ni paiteje? Paitwe Marekani, paitwe Uchina. Watu wake watafananaje? Amekaa kwenye design. Alipomaliza kudesign katika ule utulivu, hapa alitulia. Bwana asifiwe sana. Katika utulivu akamaliza yote. Sasa akaingia kwenye udhihirisho. Ndio maana anasema, anaona mstari wa 3 anaanza kusema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Haikuja tu wakati amekaa kwenye utulivu, alishai design nuru. Itakuwaje? Itafananaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu akiwa ndani yako anakupa mwelekeo wa mambo yatakuwaje kabla hujayaona mwilini. Ndio tabia yake. Bwana asifiwe sana. Yaani unaanza kuona jambo ambalo utalifanya baadaye kabla hujaliona kwa macho ya mwili. Ndio kawaida yake. Alitulia kwenye utulivu, akalidesign hili dunia. Hivyo ninavyoliona leo. Akadesign mpaka miji itakayo kuwepo ndani yake.
nitawatumia akina nani kuidesign, nitatoa hii roho yangu, nitaweka ndani yao ili wafanikishe hiki, ili watimize hiki. Baadaye anasema vinatokea, anasema vinatokea, anasema. Sasa watu wanafikiri kwa kusema tu alitulia kwanza akavidesign hivyo vitu. Baadaye sasa anavitamka tu viwe dhahiri, viwe dhahiri, viwe dhahiri, viwe dhahiri. Sawa na ramani ya nyumba. Kwanza unamtafuta mchora ramani. Ukishampata wewe ndio unamshirikisha, nataka sebule iwe na ukubwa huu. Yaani iko kichwani, iko rohoni, lakini unamwelekeza yule mchoraji, nataka sebule iwe hivi. Nataka kuwe na njia, nataka store yake iwe na ukubwa huu, lakini kuwe na mlango mwingine. Wewe unaviona wapi? Viko kichwani, viko rohoni. Ukimaliza wewe unapoongea, yule design, yule engineer anachora. Nasema si ndio hii? Hiyo. Hivyo uwezo wa kuchora ulikuwa una, lakini una picha iko ndani, unatembea nayo. Nataka nyumba ya aina hii. Kadhalika mtu anapoenda kwa fundi kushona hivyo. Nataka nguo yangu iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi. Hata kama mimi namuelekeza suruali nataka iwe pana. Iwe pana, iwe na linda labda au isiwe na linda. Nataka urefu wake nikitembea kidogo ibaki pale chini. Yule fundi unapomwelekeza, yeye tayari anaipata kichwani kabisa. Unataka ya hivi, anaiona kichwani. Lakini hakuna pale material yoyote. Lakini wote mnaiona roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo Mungu alipotulia juu ya uso wa nchi, alidesign vyote. Kuanzia sura ya 3 ikawa sasa anasema tu. Akisema vinatokea. Akisema vinatokea. Kwa nini? Nilishavifanya, viko rohoni na vidownload rohoni na vileta kwenye uhalisia. Kwa anavitoa kule, akitamka vinafunguka, vinaonekana. Alishavifanya kwanza. Milima wewe nenda kama Iringa kule au Mwanza, unakuta jiwe kabisa, kuna mtu aliliweka limekaa juu ya jiwe lenyewe. Hivi hujawahi kujiuliza ili mbona kama limewekwa hivi? Sasa yapo tu hayo hiyo. Yapo tu. Aliona uzito hautoshi, akaamua kuweka na kijiwe cha nyongeza ili uzito ukamilike. Bwana asifiwe sana. Akakiweka pale. Nenda Iringa kule, mimao limekaa miaka karne na karne, halidondoki. Limeamuliwa kaa hapo. Haleluya kanisa. Ni uharibifu tu wa binadamu ndio unakuta tunaharibu miundombinu mpaka mawe yale yanaporomoka. Lakini Mungu aliyaweka. Kusudi la kuweka anajua yeye. Aliweka wakati gani? Wakati ametulia hapa kwenye hili namba 2. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kule ndani ya maji kule kuna viumbe vya kila aina. Yawe ni maziwa ya maji yale maziwa au bahari au mito. Kuna viumbe vya kila aina. Kuna mito mingine na samaki wengi tu. Inasijua wanyama gani, ina wadudu gani. Yaani kila aina kaweka. Aliweka sangapi? Wakati huu wa utulivu. Ndio maana kwenye utulivu ndio mambo yanapangika, sio kwenye kelele. Bwana asifiwe sana. Hata kwenye familia mipango mizuri wazazi wanapanga kwenye utulivu. Ndio maana nyumba yenye amani na utulivu ndiko Mungu alikoamuru nini? Baraka. Nyumba yenye kelele hakuna baraka. Palipo na utulivu ndio unaona watu wanashauriana. Hivi kwa nini tusikafute nani? Tufanyeje sasa? Kuna vimaongezi fulani vya chini vya baba na mama. Mimi wakati mdogo kabisa niko nyumbani, niko nashangaa kila siku nikishtuka saa 11 ule mkojo wa asubuhi. Saa 11 umebanwa. Unakurupuka sasa, unaogopa kutoka nje. Miaka hiyo kuna tisha. Unaweza katoka kukutana na elifisi liko hapo nje. Kuna waza hapa nifanyie. Lakini unasikia chumbani kwa baba na mama. Yaani unaona kabisa wako macho muda mrefu. Wanajadili, si ndio? Tutaiendeshaje familia? Wanahitaji kitu fulani, tunafanyaje? Tunapata wapi? Wameamka mapema kwenye utulivu.
wanajadili familia hii iendeje, iweje. Fulani amesema anataka kiatu, tunapataje? Tuuze nguruwe? Uwe bei togo, tuuze ng'ombe, ili na fulani tumtafutie gauni, ili na fulani tumlipie na ada. Wanajadili saa ya utulivu. Kwenye utulivu ndiko mambo yanapangwa. Kwa hiyo Mungu alipotulia, Roho wa Mungu alipotulia, ndio vyote hivyo unavyoviona leo, kwamba Tanzania tuwape kivutio gani? Kilimanjaro. Weka limlima lirefu, litakuwa linakaa na barafu, watu watatoka huko watakuja kushangaa, watalipia, itapata mapato. Tuweke nini? Tuweke Tanzanite, wataiuza hii Tanzanite, wataendeleza maisha yao. Mungu yuko pale anajadili, katika utatu wake anajadiliana, ni wape na nini? Ni wawekeli Serengeti, ambao wanyama wengi watakuwa hapa. Watu watatoka mataifa mbalimbali watakuja kushangaa, watalipa. Kuna watu watajiliwa pale, kuna watu watakuwa maaskari wa wanyama, watalipwa mishahara, watoto watasoma. Anajadili kwenye utulivu. Baadaye alipoanza kusema vinatokea, alikaa kama Mungu Roho Mtakatifu akadesign, akamaliza. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakubaliana Mungu ni roho. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio maana hujawahi kumwona kwa macho ya nyama. Kwa nini haonekani kwa macho ya nyama? Roho huwezi kuiona kwa macho ya nyama. Huwezi kuiona kwa macho ya nyama. Ndio maana hata malaika wale ambao walikuwa wanaonekana kwa macho ya nyama, Mungu amewapa uwezo, walikuwa wanavaa maumbo. Wanaweza kaja kwako kama binadamu kabisa. Kwa mfano tukisoma kwenye Mwanzo, tunaona malaika walienda nyumbani kwa Ibrahimu. Wakamtembelea Ibrahimu, wakampa na ahadi ya Sara kuzaa mtoto. Si aliwaona malaika, aliwaona watu kabisa. Walivaa maumbo kama mimi, kama wewe. Ni binadamu kabisa. Ndio maana unaona akawapa na maji ya kunawa miguu. Bwana asifiwe sana. Akamwambia kama nimepata kibali, naomba mchukue maji haya mnawe miguu, tuandae na chakula mle. Walikuwa ni umbo la binadamu kabisa. Haleluya kanisa. Amewapa uwezo huu Mungu wa kugeuka kuvaa maumbo. Kuvaa maumbo. Mahali pengine malaika huyo alisimama mbele ya punda wa nani yule aliyekuwa anaenda kwa laani wana wa Israeli? Balaam. Bwana asifiwe sana. Lakini pale hakujidhihirisha kwa umbo la mwanadamu. Alisimama kama malaika, ni roho, ikawa ionekane. Punda anamuona, Balaam hamuoni. Anatazama kumpiga kwa sababu punda yule amefumbuliwa macho, anamuona malaika huyo hapa amesimama na upanga. Kwamba nikipita tunakata. Kwa hiyo punda akagomea pale. Huyu akaanza kumnyonga mkia, leo utanipeleka. Punda akaongea kama binadamu. Uwezo wa punda kuongea ulitoka wapi? Mungu alimfanya aone. Kwa hiyo akajikuta punda anasema, siku zote sikubebi, mbona sijawahi kukutenda hivi? Mimi sio punda wako, kwa nini unanipiga? Akaongea sauti ya binadamu. Kumbe punda anamwona malaika. Balaam amwona. Ndio maana hata leo wako wanyama kama mbwa, paka, wana uwezo wa kuona vitu vya rohoni. Bwana asifiwe sana. Sisi tumeshindwa kuona. Kwa nini? Mimi ndo hapa namuomba Mungu anisaidie. Naumia sana. Yaani mbwa kweli, mbwa aone vitu vya rohoni afu mimi sioni. Wewe hujawahi kuona mfano sisi kwetu kule miaka hiyo tulikuwa tunafuga mbwa pale nyumbani. Usiku unaona mbwa anakimbia, anazunguka nyumba, anakimbia. Yaani kabisa anakuwa anatoka naye mbio, lakini mbele hamna kitu. Kumbe majamaa yamekuja kutembelea pale nyumbani. Kwa hiyo mbwa anao hapa kwa mwishoni siku mbili unaona mbwa mzaifu, ushampiga birungu ya kichwa. Mzaifu anakufa. Baadaye ndio watu wakawa wanatuambia wale magwiji wale wanaowaonea huruma. Sasa si washaona wajinga nyinyi, amuelewe chochote. Mbwa wenu anabweka, si anabweka tu. Huyu mbwa mkali sana, anakimbizaga wachawi. Hapa kwenu tukifika huyu mbwa anatufukuza. Manake mbwa anaona vya rohoni. Alafu mimi mwanadamu sioni. Ndio ilitokea kwa Balaam. Punda anamwona malaika wa rohoni. Balaam hamwoni. Hivi ni Mungu alitaka hilo kweli? Mungu alitaka tuone
ndio maana ya kukuumba kwa mfano wake. Dhambi imefumbasa macho yetu. Dhambi imefanyaje? Dhambi ya Adamu ilituasili wote. Ndio maana ukikaa na Mungu vizuri unaona. Unaona kina Paulo anamgeukia yule nani, anamwambia ewe mwenye hila, ukosi kuzipotosha njia za Bwana zilizonyoka. Anaona kinachofanyika ndani ya yule mtu. Anaonaje? Katika roho. Bwana asifiwe sana. Mungu ni roho. Kwa hiyo kumwona lazima ukae roho. Na Mungu alikaa juu ya uso wa vilindi vya maji, akavifanya vyote unavyoviona leo. Baadaye anasema vinatokea, anasema vinatokea. Kwa hiyo tunaendelea kukubaliana kwamba Mungu ni nani? Mungu ni roho. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Nimesema nitatembea ajenda mbili tu. Mungu, kumfahamisha Roho Mtakatifu ni nani, na mwishoni pale nitamaliza na kazi za huyo Roho Mtakatifu. Amina. Tumeanza kumfahamu. Tumeona Yohana anasema Mungu ni roho, lakini hapo mwanzo tunaona roho ya Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji. Kupitia ile roho ya Mungu, Mungu akaanza kusema vimetokea vyote. Maana yake Roho Mtakatifu ndiye muumbaji wa vyote. Bwana asifiwe sana. Utaona kwenye kazi zake, moja ya kazi zake yeye ni muumbaji, mtendaji. Sisi tunaona tuna watendaji, si ndio? Sema nenda kwa mtendaji. Nenda kwa mtendaji. Mtendaji wa shughuli zote za serikali. Kwa hiyo mtendaji wa uumbaji ni Roho Mtakatifu. Alitulia pale, alidesign dunia, ndio maana unaona leo imekaa vizuri, huwezi kuikosoa dunia. Wewe sasa hapa itakuwa huu mlima ungepunguzwa, yeye alivyouweka alijua kwa nini nimeuweka mrefu kama hiki. Ndio maana unaona milima hailingani. Mingine mirefu sana, mingine sio mifupi, mingine umewanda, mingine umechongoka. Ana maana yake. Mawe ya kila aina, mengine yamewanda tu hivi wala halijainuka. Mwingine mjiwe umeinuka huo uweze hata kubeba. Lingine limesambaa hapa na kule. Yaani kama mtu alikuja alimwaga zege hivi. Lakini ni jiwe nasema limewanda. Yeye kila kazi yake alipoifanya, alifanya kwa ubora wake. Bwana asifiwe sana. Aliifanya wakati gani? Wakati wa utulivu. Kwa hiyo ukitaka kufanya vizuri katika maombi yako, tenga muda wa utulivu. Sasa wengi wakitulia wanasinzia. Ukitaka kusikia kwa Mungu Roho Mtakatifu katika maombi, omba, tulia. Mwambie hata sema nami Bwana, maana mtumwa wako nasikia. Kaa kwenye utulivu pale, msikilize. Utaona anakupa maelekezo. Utaona anakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuelekeza juu ya yale uliyoomba. Kwamba umeniomba juu ya hiki nitakifanya, lakini si wakati, sio majira. Endelea kunitumikia, sitakupungukia. Umeniomba juu ya hili nitalifanya, lakini majira ya kufanya ni majira kama haya mwaka kesho. Au Mungu ana hesabu zake. Bwana asifiwe sana. Alafu ambaye nitalifanya baada ya majuma matatu. Baada ya majuma matatu, miaka mitatu nitalifanya. Ili uliombalo sio wakati huu, ila linakuja. Endelea kusubiri. Ana lugha zake za kuongea na sisi, lakini wewe uliye wa kwake sio lugha ngumu kusema utashindwa kumwelewa. Yesu aliulizwa swali hilo kwamba kwa nini mara nyingi ukiwa unaongea na watu unaongea kwa mifano? Yesu aliwajibu wale wanafunzi kwamba nyinyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu. Hao wengine hao wanasikia wasijue, wanaona wasitambue. Manake yoyote ambayo Yesu ni Bwana na Mwokozi wake, lugha Mungu atakayesema na wewe lazima utamwelewa. Bwana asifiwe sana. Lazima utamwelewa, na usipomwelewa atakukutanisha na mtu ambaye atakuelekeza. Yaani lazima akuelekeze. Hawezi akasema na wewe usitabaki tu. Ukiona umwelewe, maana yake ni wale kundi lingine lile, kwamba hawa wanasikia lakini wasielewe. Wanaona wasitambue wanachokiona.
lakini wewe anataka akiongea na wewe, mashetani aache pembeni, waovu aache pembeni, wewe umwelewe, maana anasema kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ndio naona hata kwenye njozi zingine ni mafunuo, Mungu amesema na wewe. Lakini kama wewe umwelewe Mungu, unakuta unasema ndoto tu. Lakini ukimsimulia mtoto wa Mungu anasema hapa Mungu amemaanisha hiki maana yake ni hiki. Hapo mbona ameongea kwa rahisi sana. Wewe umeshindwa kuelewa? Unaona kama ule mfano wa yule aliyekuwa anaombea wazazi wake, na watoa wazazi wangu, na watoa kwenye hii, na watoa kwenye madeni. Mungu akasema naye kwa ndoto, si ndio? Kwamba hicho kisima kimeingiliwa na adui. Hizo baraka zinaliwa na adui. Wewe hujaelewa, yeye hajaelewa. Inaonekana hajaelewa. Lakini aliponisimulia mimi, nikamwona akasema rahisi hapa kwamba kisima unaoombea baraka zao zimeingiliwa na mdudu. Nyoka ni adui kaingia. Anasema nyoka wawili wapo kwenye kisima. Nyoka ni nani? Ni adui. Shetani ni nyoka. Kwa baraka za nyumbani shetani ameingia, anazivuruga, anazitafuna baraka za nyumbani. Kwa hiyo nifanyeje? Mungu ameshasema nimekupa mamlaka ya kukanyaga huyo nyoka, si ndio? Hapo tena unamdai Mungu tena? Umeshaona kisima kina nyoka, wewe kwa nyoka una mamlaka ya kufanya nini? Ya kumponda kichwa, si ndio? Maana ponda huyo adui, hizo baraka ni za kweli. Una haja kulielea nyoka, tuone huruma, toka basi, tuachie kidogo. Imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila uwezo wa yule adui. Kwa nyinyi nyoka mlioingia baraka za nyumbani, na waponda kwa jina la Yesu. Imeandikwa uzao wa mwanamke utakuponda kichwa na kuponda kwenye hizo baraka unazozitafuna. Unaona? Mwisho wa siku umewaangamiza, wanaanza kufurahia baraka zao. Kwa hiyo amesema na wewe Mungu katika roho, katika lugha zake. Haleluya kanisa. Kasema na wewe katika lugha zake, lugha nyepesi kabisa ambazo Mungu anazitumia kusema. Lakini kwa wengine anasema tu ndoto. Wako wanaosemeshwa na Mungu wanaisha kusema tu ndoto. Nimeona ndoto. Si ndoto, Mungu ndo anaongea. Anaongea katika roho kwa sababu yeye ni roho. Hawezi akaja hivi chini. Ndio maana wengine wengi wanasema nilikuona mchungaji. Anaamua kuja kwa sura ya mtumishi wake ili umsikie sasa mimi naongea, lakini pale ninayeongea si mimi. Kavaa umbo langu, sura yangu. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka mtumishi mmoja hapo, nani? Baba Gervas. Baba Evans, si ndio? Aliona, yani yeye alikuwa anaamini mimi mkali. Kama anavyoniona hapa na ubiri kwa ukali. Mchungaji mkali. Kwa hiyo alibaki na hiyo picha mchungaji mkali. Sasa akapanga safari na mke wake wanitembelee nyumbani. Kabla hajaja Mungu akaonyesha, yani Mungu akalifahamu wazo lake toka mbali kwamba wewe unahisi huyu alipo madhabahuni ndio alipo nyumbani. Hayuko hivyo. Pale madhabahuni ni mamlaka. Kwa hiyo anasema nikaona nimefika hapo nyumbani, wewe umetukalimu, yani tunapiga story na wewe, yani mpaka najiuliza mchungaji ndio yule huyu. Ameona kwenye maono katika roho. Maana Mungu amevaa sura yangu, amemwonyesha nilivyo. Sasa alipokuja siku ya pili kweli tunaongea, akaona mbona niliyokuwa nayaona ndio yanaendelea. Yaani ndio ule ucheshi, ukalimu, yani kawaida, yani so yule ninayemjua. Akaamua niambie bwana, unajua nilikuwa najua wewe uko hivi, lakini kaoneshwa kwamba tumekuja hapa yani ni mtu mwingine kabisa. Sasa toka nimekuja yanayoendelea naona ndio yale aliyokuwa naona. Ameoneshwa katika roho. Bwana asifiwe sana. Kwamba si unavyomwona pale ndivyo alivyo nyumbani. Nyumbani ni huyu. Sasa pale sikuwa mimi, ni Mungu amekwenda kwa sura yangu. Anamwonyesha tabia zangu za nyumbani. Kwamba nyumbani ni Mungu. Pale anakuwa vile, ile ni mamlaka inatenda kazi. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Alimwona katika roho. Kwa hiyo Mungu ni roho. Ili umfahamu lazima ukae roho. Ili afanye kazi na wewe lazima ukutane naye katika roho.
ya kanisa. Tuangalie andiko lingine, tuache sasa taa mbele. Angalia Luka 4. Luka au tuache na Luka. Twende Isaya 61. Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bado nakutambulisha Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni Mungu. Naendelea kutoa uthibitisho kwamba yeye ni Mungu. Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nabii Isaya sura ile ya 61. Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3 anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Unaona, Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Tunakubaliana hapo andiko lingine hili linathibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Anasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuwaagizia hao waliao katika Sayuni, hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Anaanza kwa neno la Roho wa Bwana yuko juu yangu. Roho wa Bwana Mungu. Mungu kwa herufi kubwa kabisa kaiandika hapo. Naona ni herufi kubwa, Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Haina upinzani hiyo. Bwana asifiwe sana. Achana na wale ambao wamefumbazwa. Mungu wa dunia hii amefumbaza ufahamu wao. Wao wanafikiri Mungu ni lidudu fulani, litisho fulani. Yaani kuna lijitu fulani hivi linatisha. Shetani amefumbaza ufahamu wao. Mungu ni Roho ambaye ana uwezo wa kukaa ndani yako. Ana uwezo wa kukaa popote. Ndio maana yeye ni niko ambaye niko. Naweza kuwa chochote kwa wakati wowote, kwa saa yoyote, kwa sekunde yoyote. Walipomtaka wana wa Israeli awe chakula, alikuwa kama chakula. Bwana asifiwe sana. Wakasema tumekula mana. Alikuwa ni Roho Mtakatifu. Alikuwa mana kwao. Walipomtaka, wamekosa maji pale Mara na Meriba, walipomtaka awe kama maji, ayaponya yale maji yalikuwa machungu, akawa mti wa uzima. Yule anaambiwa kata mti utupe pale. Usifikiri kachukue wewe mti tupa kwenye maji yao kama yatapona. Ile kitendo cha maelekezo kwamba chukua mti huu tupa pale, tayari alitupa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya yeye, yakapona. Walipomtaka jangwani, hawana maji kabisa, wamekaukiwa, akasimama pale kama mwamba. Bwana asifiwe sana. Musa akaambiwa usemeshe ili jiwe litoe maji. Usemeshe mwamba utoe maji. Kwa hiyo alikuwa ni yeye kama mwamba, ukatoa maji mengi mpaka mito, wanyama, ndege wa angani wakapata maji, wakaoga, hivyo wake zao wakafua, watoto wakaoga, yaani ikawa maji ya kutosha. Mahali ni jangwa, mchanga mtupu, akawatokezea maji yakitokea mwambani kwenye jiwe. Japo Musa na hasira zake akaacha kulisemesha, yeye akapiga jiwe lile jiwe fimbo, piga mara ya pili, piga mara ya tatu. Kadiri anapopiga maji yanatimka. Unampiga Roho Mtakatifu kwa sababu gani? Nilikwambia semesha. Ndio hicho kilimfanya asiingie Kanaani. Hicho moja ya kosa ni kwa nini ulinipigaje? Mimi nilikwambia nisemeshe. Pale nilikuwa si jiwe, ni mimi. Kwa hiyo kama alimpiga fimbo Mungu mwenyewe. Hasira. Ndio maana watu wengine akikasirika haombi. Anasema kasirika.
Hasira inakukosanisha na mbingu. Kumbe hata ukikasirika, shuka mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Wengi wanakasirika hata mambo yasipomwendea sawa, anakasirika. Mimi nakumbuka na mimi nilikuwa hivyo huko nyuma, niliona. Kwa sababu nilikuwa ni kipindi changu cha kipimo cha imani. Kila mtu ana kikombe chake lazima anywe. Bwana asifiwe sana. Ndio maana usitamani hali ya mwingine au huduma ya mwingine. Yesu pia walitamani huduma yake. Mama mmoja akasema, huduma ulionayo, mwanangu mmoja akae kushoto na kulia. Akasema ataweza kunywea kikombe nitakachokinywea. Kwa hiyo usitamani hali ya mtu. Wewe mwambie Mungu, nibariki vile utakavyo. Sema niwe kama fulani. Kila mtu mwenye baraka na kipimo chake. Ana kikombe chake amenywea. Bwana asifiwe sana. Maana ni rahisi kusema ule upako wa Daudi uje kwangu, kikombe alichokinywea Daudi si umekisoma? Uishi mapolini, mapangoni, kuigiza chizi nini, utaweza? Mungu nipe upako kama Paulo. Kikombe alichokinywea Paulo nakiweza. Alisotea dunia hii, anatembea kila kwa miguu. Kwa pigo anasema viboko 40 kasoro kimoja. Wewe hata kiboko kimoja akijatua kwenye mwili wako, unasema kama Paulo. Anakuuliza Mungu, viboko 40. Kufungwa gerezani. Kunusulika kufa na majahazi, kuvunjikiwa na majahazi. Kuburutwa njiani. Kuvuliwa nguo, kuacha utembee mbele za watu. Kuzomewa, utaweza? Kwa hiyo mwambie Mungu, mimi nikumbuke na nini? Nipe ya saizi yao. Bwana asifiwe sana. Ni rahisi sana kutamani mtu fulani anavyoenda. Kikombe chake kimuuliza anajua yeye. Haleluya kanisa. Hata mimi mnawaza kama Samuel. Na mimi na vikombe vyangu. Na vikombe vyangu na vinywea. Ukipewa wewe kesho tu unakitea tu. Siwezi. Kikombe ni kinyweacho utaweza? Yesu aliwauliza. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Hapa anasema Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Unaona sasa, kwa kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu, anapokaa ndani yako, hakai tu kujifurahisha, kuna vitu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo naona Isaya anataja kazi zake anazozifanya. Ni mhubiri wa habari njema, anawaweka mateka huru, waliofungwa wanafunguliwa, anatangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, siku ya kisasi cha Mungu. Yaani habari za Mungu zinaambatana na mtu ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Hao wenzetu walikuwa wanakaa juu yao, sisi leo anakaa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ule mwili wa dhambi ulishasulubiwa, ukazikwa, tukafufuka pamoja naye. Wale wenzetu walikuwa anakaa juu yao. Yesu hakufa, hakufufuka. Kwa hiyo walikuwa hawajauzika ule mwili wa dhambi, hawakufufuka pamoja na Kristo. Sisi wa leo anakaa ndani, kwa sababu unapookoka unazika ule utu wa amani wa kale, unafufuka pamoja na Kristo. Kwa hiyo hakai tena juu, anakuja anakaa ndani. Ndio maana manabii wote walikuwa wanasema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Roho wa Bwana amenituma. Roho wa Bwana, sisi anakaa ndani kabisa. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikaa ndani hakai tu kukaa. Ana kazi nyingi. Ndio utaziona huko kwenye ile point ya pili. Bado nipo kwenye utambulisho hapa. Kwenye point ya pili tutaonyesha kazi za Roho Mtakatifu. Twende Mathayo 11 mstari wa 2 na wa 6 pale. Mathayo 11 mstari wa 2 mpaka wa 6. Mathayo 11:2 mpaka 6.
16. Anasema hivi, naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamwambie Yohana mnayoyasikia na kuyaona, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yoyote asiyechukizwa naye. Unaona majibu aliyoyajibu Yesu hapa. Kama umwelewi, unaweza kusema sasa hili jibu gani? Mimi nimetuma watu kwako, siwaambie kweli ni mimi? Yaani fikiria mtu anakuja hapa, anasema mchungaji Samuel, hivi wewe ndo mchungaji Samuel wa kanisa la Mabati? Mimi namwambia, sikiliza injili yangu, sikiliza maombi yangu, sikiliza watu wanaofunguliwa. Nenda kawaambia ndo mimi. Nenda kawaambia hayo uliyoyaona. Huyo mtu ataona nimemjibu short, si ndio? Lakini ukweli alijibu kilichonyoka sana. Kwa nini Yesu anawajibu hao wanafunzi wakamwambia Yohana gerezani kwamba vipofu wanaona, viziwi wanatembea, mabubu wanasema, heri asiyechukizwa na mimi? Anarudi kwenye nukuu ya Isaya kule. Bwana asifiwe sana. Kwamba Roho wa Mungu ni mtendaji. Huyo Roho Mtakatifu mliokuwa mnamsubiri atakuja kama Masihi, ndo mimi, yuko ndani yangu. Ishara kwamba yuko ndani yangu, yaliyotabiriwa na Isaya ndo ninayeyafanya. Unaona hapa alichokitaja, ametaja hivi, vipofu wanapata kuona tena, viwete wanatembea. Turudi kwenye Isaya mara moja. Isaya alitabiri kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja, yani Yesu atakapokuja, atafanya nini? Tumetoka kusoma kwa Isaya, si ndio? Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa, viwete wanatembea, vipofu wanaona. Kwa hiyo anamkumbusha, kumbuka nabii Isaya alivyosema. Lakini anamrudisha kwenye utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye mwanzo. Yeye alifanya vyote, na mimi niko hapa, ndo yule yule aliyekuwa mwanzo, aliyemnena Isaya, ndo mimi hapa. Msiwe na mashaka na mimi, heri asiyekwazika na mimi. Ndo alichomaanisha Yesu hapa. Alimkumbusha utendaji wa Roho Mtakatifu. Hakutaka kuanza kumwelezea ndo mimi kwa sababu nimezaliwa bila baba, Mariamu alichukua mimba. Hii story ingekuwa ndefu kweli. Yeye alikuwa anarudi kwenye maandiko. Masihi atakapokuja, mliambiwa atafanya nini? Atawafungua wafungwa, atawahubiria watu habari njema, viwete watatembea, vipofu wataona. Haya ndio ninayafanya, ni yule yule, msiwe na mashaka. Ni Roho wa Mungu amewajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amewajibu hapa kwamba Yesu akawajibu akawaambia, nendeni mkamwambie Yohana mnayasikia na kuyaona. Yaani mliosikia kwa watu wanasimulia na yafanya, na mlioyaona na yafanya, mkamwambie, kwa kuwa Yohana ana Roho wa Mungu atafahamu. Yaani kimwambia tu hivi, atarudi kwenye maandiko ili imesemwaje juu ya Kristo. Atakapokuja atafanya nini? Atawahubiria maskini habari njema, vipofu wataona, viwete watatembea, watu wenye magonjwa watapona. Au ameniambiaje? Niambiwe kwamba viwete wanatembea, vipofu, ndio yeye. Yaani sina haja tena, ndio yeye. Bwana asifiwe sana. Ndio yeye. Wewe hujawahi kuona mtu anasema kwenye ule uchumba, si ndoa ile, kufungisha ndoa, sema hao saizi wanajuana. Zamani zile anafunikwa ule mwali yule, anafunikwa kabisa. Huyu mwanaume hamuoni mpaka baada ya ndoa ile kufungwa, ndo wanafungua kale kakitambaa kidogo, wanamuuliza yule mwanaume, ndo huyu? Anaangalia, anafunika tu. Kama sio baya za sio huyu. Bwana asifiwe sana. Maana yake tayari una alama zako umeweka. Sasa leo shela yenyewe kwanza wamefanya nyepesi kama neti. Kana kwamba yani unamwona ndani yule ni nani.
lengo la kuweka ile shela asionekane bibi harusi. Sasa hizi shela mimi mnaona hawaonekani, si tunamwona kabisa. Sasa si wa kuiga, tunaiga copy sijui namba 100 ngapi, asionekane mpaka aulizwe mwenyewe kwamba ni huyu uliyechumbia. Ndio maana waliweza Yakobo kumbadilishia. Bwana siwe sana. Ingekuwa shela zenu hizi Yakobo kuiga sole wewe sola wewe ni Lea. Hapana, usinichanganye. Ilikuwa uwezi kumuona. Ndio maana wakaweza kumuingiza Raheli, Lea kamwacha Raheli. Funika, si taratibu ni kufunika, mfunike. Sasa sijui kama walifungua kidogo, Yakobo akawa ndio huyo. Ndio maana kesho asubuhi ndo anashangaa, aya, nimeoa dada mtu. Akarudi kwa kesi kabisa kwa babangu. Mbona umenifanyia hivi? Hatukubaliana kwa Raheli. Sasa taratibu wa huko hivi. Tuozeshe mdogo mkubwa hivi. Unaona kwa sababu alikuwa anafunika. Ingekuwa shela zetu hizi Yakobo anajua. Kwa hiyo na Roho Mtakatifu ni hivyo hivyo. Mtu mwenye roho ndani ukimwambia habari za Roho Mtakatifu au akitokewa au akisikia anajua ni yeye. Yohana alipoambiwa hayo alijua ni yeye kwa sababu ndicho kilichoandikwa kwamba yeye atakapokuja vipofu wataona, viwete watatembea, viziwi watasikia, mabubu watasema, watu watahubiriwa habari ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo haya mlionisimulia nipo huko gerezani atakuwa ni yeye yule tumngojaye. Kwa sababu walikuwa wanangoja ujio wake. Kama wewe unavyosubiri kujazwa Roho Mtakatifu. Atakapoingia kwako utakuwa na mashaka. Utajua tu ni yeye kwa sababu utaanza kuona akikutumia katika mambo yale ya kimungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na Yohana aliposikia huko gerezani matendo ya Kristo, alituma wanafunzi wake wamuulize, wewe ndiye yule ajaye? Walikuwa na tazamio la ujio wa Masihi. Na Yesu naye akajibu kibiblia. Anasema Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamwambie Yohana mnayesikia na kuyaona, vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa. Ukoma ulikuwa uponyeki miaka ile. Viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa. Kazi ya Roho Mtakatifu hizo. Wafu wanafufuliwa na maskini wanahubiriwa habari njema. Unaona? Naye heri awaye yoyote asiyechukizwa na mimi. Nimeshamaliza majibu yake. Kwa Yohana alipopewa hizo habari akajua ndio yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Alimnukuu kwa nukuu ya Mathayo, kwa nukuu ya Isaya 61:1-3. Maana Isaya alikuwa anatabiri mambo atakayokuja kuyafanya Masihi. Huyo Yesu atakapokuja atafanya nini? Kwa hiyo alikuwa anatabiri. Yesu alipokuja akawa anafanya yale ambayo yametabiriwa. Wale waliokuwa na roho wake kama Yohana waliposikia wakataka uhakikisho. Walipohakikishwa akajua ni yeye. Nisiwe na mashaka. Twende andiko lingine. Isaya 11:1-9. Bado na aya yote na kudhibitishia kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Nimekwambia nina mambo mawili tu kumtambulisha Roho Mtakatifu ni Mungu na kazi zake. Kwa hiyo leo na kesho utamjua kwamba yeye ni Mungu kwa maandiko. Kesho kutwa na kesho kutwa nitakuorozeshea kazi zake anazozifanya akiwa ndani yako. Isaya 11. Isaya 11 Isaya 11 mstari wa 1-9. Anasema basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Anasema na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya Bwana. Unaona hapo Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa.
roho ya Bwana, maana yake roho ya Mungu. Roho ya Mungu, Mungu ni roho. Roho ya Bwana atakaa juu yake. Roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Naona hiyo yote ni Roho Mtakatifu. Japo ametaja roho, usifikiri roho nyingi 6 za pamoja, 7 za pamoja. Hayo yote ni matunda ya Roho Mtakatifu. Hapa amesema roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza kufanya vitu ambavyo kibinadamu zisingewezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafanya vitu ambavyo kwa akili ya kibinadamu visingewezekana. Mamshe wewe mama. Kwa akili ya kawaida visingewezekana. Unafanya vitu ambavyo ni vya kimungu. Binadamu usingeweza. Roho ya uweza. Na Wangaza wana wimbo mmoja wanaimba kwamba Bwana alikuwepo wapi sijui na uweza wake ukaonekana. Mnaimbaje ule wimbo? Angaza. Sampo kaiba angaza panda mikono juu. Na wimbo mnaimbaga hapa kwamba Yesu alipo angaza moja tuimbie. Shida ndio haupo kichwani wimbo. Uweza wake ukaonekana. Unaimbaga hapa. Ulikuwa huko ukitenda kazi. Twende sasa tuimbie. Yaani kwa nyingine hapa ameshaimba. Ameketi akiwafundisha. Mwalimu na mafundisho. Walikuwepo na uweza wa Bwana. Ndio hii hapa. Hapo isheni hapo. Unaona uweza. Hiyo ni roho. Ukiona uweza wa kufanya vitu kibinadamu visingefanyika. Ile ni roho wa Mungu. Mungu ndo anafanya mambo ambayo kibinadamu usingeweza kuyafanya. Hasa nimetunga huu wimbo, hapo tena mnaanza kuulizana wimbo gani? Mngetuimbia hapa siku ya fulani leo nisingeelewa. Anasema unaona na uweza, roho ya ushauri na uweza ni ujiza. Nguvu zile za Mungu zilikuweko huko zikiponya, zikifungua watu. Anasema na roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni roho. Kama roho wa Mungu yuko ndani huwezi kumcha Bwana, utaigiza. Na wao kuna wasanii wanaoigiza kumcha Bwana. Anafunga mikono hivi lakini ni mbwa mtu. Unaweza kaigiza kuvaa nguo meupe lakini sio mweupe ndani. Ndani ni mweusi. Unaweza kaigiza utulivu, upole, ustaarabu lakini ni jasusi. Lakini roho Mungu akiwa ndani hajifichi. Yaani inakuwa dhahiri wewe unapenda kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni fungu lako. Unapenda ibada, unapenda maombi, unapenda kukesha, unapenda kufunga, unapenda utakatifu. Yaani roho iko ndani huko. Inakufanya wewe upende hayo. Bwana asifiwe sana. Anasema na roho ya maarifa na roho ya kumcha Bwana. Maarifa yepi? Yaani kama yale kwa mfano tunaona kwenye kitabu cha Wafalme Suleiman. Mungu alimpa hekima lakini alimpa maarifa pia. Maarifa. Roho ya maarifa. Unaweza kukaa unapanga mambo ambayo kibinadamu usingeweza kuyapanga. Una maarifa. Hapa tufanye hivi. Hapa tufanye kule kwetu tuna nyavu. Bwana asifiwe sana. Zile nyavu za kuvulia. Sasa zile ukitega kama kuna wimbi, inajidhilika. Lile boya linaingia hapa linatokea tundu linatokea. Kesho unakuta kanyavu kote kamejikusanya pamoja hivi. Wewe mwenzangu na mimi utakuwa ujui. Ngoja aje mvuvi mwenye maarifa. Jiwe ile anaingiza hapa, anatolea hapa, anaingiza hapa, anatolea. Nyavu inatoka mpaka ametatua. Pali jifunga funga. Lakini mwenzako yaani huku tena anapiga story. Ana maarifa. Kapewa hayo maarifa. Bwana asiwe sana. Roho ya maarifa inakaa ndani yako.
pili anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata anayeyaona kwa macho yake, wala hata onya kwa kufuata ayasikiao kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu. Mpaka mstari wa 9, atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi. Ndama na mwana-simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja na simba, atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza pamoja na tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ngoja nikufafanulie. Hapa Isaya alikuwa anatabiri mambo ambayo Yesu atayafanya mwishoni mwa nyakati. Bwana asifiwe sana. Yaani baada ya kanisa kunyakuliwa kwenda na Yesu, tutakaa kule miaka ile ya sherehe pale angani, tutafanya ile harusi ya mwana-kondoo miaka 7 ile. Wakati huku duniani mpinga Kristo anagonga watu chapa. Bwana asifiwe sana. Ile zikikuu inatendeka huko, sisi tuko kwenye vinono pale na Bwana. Sasa tutakaporudi, Bwana asifiwe sana, tutakaporudi na Bwana, ndio hii hapa aliyoiongelea Isaya. Tunaporudi na Bwana mwenyewe, cha kwanza tunapokuja duniani tunakuta watu wameshapigwa chapa ya mnyama, ya mpinga Kristo. Yesu atakachokifanya, kwanza atamkamata nabii wa uongo, atamfunga, atamtupa kwenye shimo la moto, kwenye jehanamu ya moto. Atamkamata nabii wa uongo, atamkamata na yule mwenzake mpinga Kristo mwenyewe atakayekuwa anatawala kipindi sisi tuko kule na Yesu. Atamkamata yule mpinga Kristo. Ni binadamu lakini ambaye ndani yake ana roho ya kishetani. Bwana asifiwe sana. Ana roho ya kishetani. Atakuwa ni binadamu kabisa. Atasaidiana na nabii wa uongo. Yaani unaenda kanisani unasema mambo haya yako sawa, yaani wala ukosee. Kuvaa suruali mwanamke ni sawa. Yaani watakuwa hao manabii. Na wapo saa hizi mnaona. Watakuwa na yule ni nabii wa uongo. Ni binadamu aliyoingiliwa na roho chafu. Kwa hiyo Yesu atakapokuja atamkamata yule roho wa nabii wa uongo, atamtupa jehanamu. Atamkamata mpinga Kristo ambaye atakuwa anatawala, atamtupa jehanamu. Alafu atamkamata shetani mwenyewe, atamfunga. Kile kitendo cha kumfunga, dunia patakuwa mahala sahihi. Yaani hata wale tayari wanachapa wale, watakuwa hawawezi tena kufanya waliokuwa wanafanya yale mabaya. Patakuwa na amani. Yaani kitendo tu cha kumtupa nabii wa uongo, kumkamata mpinga Kristo, kumtupa jehanamu, shetani atakamata, atafungwa miaka 1000. Imeandikwa Ufunuo. Bwana asifiwe sana. Na pafafanua hapa kwa sababu panaelezea. Baada ya kumfunga, kila kitu kitabadilika. Kila kitu kitabadilika. Hawa wanyama hao unaoona saa hizi simba anakula wanyama wenzake, hawa watakuwa wana amani. Nyoka wanaogonga watu wana amani. Hapata kuwa na uharibifu wowote. Yesu atatawala miaka 1000 kwenye dunia hii. Yaani jua hivi linatoka, hali ya hewa hiyo. Bwana asifiwe sana. Sasa wale tuliorudi toka naye kule ndio tutatawala pamoja na yeye. Dunia itakuwa na amani, ndio hii hapa naisimulia hapa. Nimeamua nipafafanue japo. Anasema kuambia ule mstari wa 5, anasema na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake. Yaani utawala wake utakuwa wa haki. Hujawahi kuona haki kama hiyo. Sasa hizo mtu anaanza kusema anatawala kwa haki. Kuna fitina figisu. Huyu atatawala kwa haki.
Bwana asifiwe sana. Anasema itakuwa ni mshipi wa viuno vyake, na uaminifu ni mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Mbwa mwitu wale wanaokula wanyama, wanatembea kakundi, wanaweza kukimbiza mnyama mpaka wamkamate wamlalue. Wale watakaa na mwana kondoo, hamna madhara yoyote, hamna kutamaniana kuliwa. Lakini anasema simba atacheza. Hapa anasema mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi. Chui naye leo analalua mbuzi, analalua wanyama, atalala na mbuzi mahali pamoja. Hakuna ubaya wowote. Kwa nini? Yesu amemfunga nabii wa uongo, amemfunga mpinga Kristo. Shetani kafungwa miaka 1000, yaani asiopolete, asifanye zile kazi zake. Sasa tunaona wanyama wanalaluana, watu wanauana kwa sababu yeye ndo anawaingia watu, wanafanya uoga. Atakapofungwa tu hataweza kufanya chochote. Kwa hiyo mahali patakuwa pa amani. Bwana asifiwe sana. Na wale wenzetu waliopigwa chapa tutakuwa nao kabisa. Wataona tunapokula bata na mwana kondoo. Watapenda utawala wa Yesu wa haki. Tutakuwa na wafalme ambao wametawala sasa hizi vibaya. Wataona mwenye haki akitawala. Wataona uongozi wa Yesu. Wataona duniani palipo mahali pa amani. Yaani watajisikia, mimi kwa nini nilifanya? Mimi kwa nilipokuwa mkuu wa mkoa nilikuongoza hivi. Mimi kwa nilipokuwa rais wa nchi sikufanya. Lakini Bwana atajifanya kama hana shida nao. Yaani kwamba patakuwa na amani. Baada ya ile miaka 1000 kupita, sasa ndio Bwana atakaa kwenye kiti cha hukumu. Wale majamaa na chapa zao wataambiwa nenda kwa jamaa yenu. Wameshaonja raha ya mwana kondoo na watu wake. Wataona vibaya kwa nini tulimfuata huyo. Kwa sababu akishuka tu na kwa hukumu wote, watajuaje kwamba Mungu anatawala kwa haki? Watajuaje uaminifu wake? Wataonaje raha yake? Wataonjeshwa ile miaka michache, ili anapowatoa, yani unajutia, kwa nini mimi nilishindwa kumfuata? Kwa nini mimi niliishi hivi? Kwa nini nilitawala vibaya? Kwa nini? Maana watasema haya maisha tulioonjeshwa ndio wao wenzenu wanaendelea nayo. Yaani haya ni ya milele yao. Nyinyi mmeishia hapa. Miaka 1000 imeisha, mnaenda na jamaa yenu jehanamu. Ndio yule bwana atafunguliwa kwa muda mchache, atataka kushawishi tena, atakamatwa, atatupwa sasa kwenye moto, na watu wake wote watatupwa pamoja naye. Watu watajutia. Bwana asifiwe sana. Ndio hii hapa, mwana simba atalala pamoja na mwana kondoo. Anasema chui atalala pamoja na mwana kondoo, mbuzi na mwana mbuzi, ndama na mwana simba. Unaona ndama cha ng'ombe, kile kitoto cha ndama kile kitalala na simba, na vinono watakuwa pamoja na mtoto mdogo atawaongoza. Anasema ng'ombe na dubu watalisha pamoja. Yaani ng'ombe anakula majani, dubu anakula majani hapo. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Miaka 1000 ya utawala wa Yesu. Anasema watoto wao watalala pamoja. Yaani mtoto wa dubu na mtoto wa ng'ombe wamelala pamoja. Wamekaa pamoja. Dunia ni ya amani. Anasema watakula majani kama ng'ombe. Simba watakula majani kama ng'ombe. Simba kula nyama si mpango wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni matokeo ya dhambi ya nani? Ya Adamu. Mpango wa Mungu haukuwa simba ale nyama. Kule baharini kuna masamaki, anakula samaki wenzao. Haukuwa mpango wa Mungu. Na sisi tunasema vidagaa kidogo kidogo Mungu ameviumba ili iwe kitoweo cha samaki wakubwa. Ile yote ni athari ya dhambi ya Adamu. Kwa maana Adamu alipokosea tu, Mungu alimwambia kila kitu kimeharibika. Ikabidi Mungu aanze mkakati wa kumleta Adamu wa pili. Kila kitu aliathiri Adamu. Yote, kwa sababu yote aliviumba Mungu kwa ajili yake. Alipoharibika yeye, kila kitu kiliharibika. Kwa hiyo ndio ikatokea simba kaanza kula wanyama wenzake. Chui akaanza kula wanyama wenzake. Wanyama kama mbweha, fisi wakaanza kula wanyama wenzake. Haukuwa mpango wa Mungu. Sasa kwenye miaka ya haki ya utawala wa Yesu, mji mkuu utakuwa Yerusalemu pale Yerusalemu. Mfalme wetu Yesu atakuwa pale. Dunia itakuwa ni salama. Hivi unaona hila zote, uchungu, mtu anasengenya, mtu anakuwa na ugomvi, ni kwa sababu shetani anafanya hayo mambo. Yaani anaoperate. Yaani kama unaona hapa kuna umeme hapa,
una chanzo chake cha umeme, si ndio? Nenda wapi huko alikochukua Kidato, sijui Mtela huko, kanyofoe pale kama tutapata. Wamechukua wapi hapo alipojenga Magufuli? Ikwilili sijui huko, si ndio? Nenda kanyofoe pale, nyofo kama kuna mradi ya umeme ya taifa tena. Sasa hayo unayoona yote mabaya, magomvi, nini, fitina, hila, uchawi, mtu anaenda kwa mganga, hila zote kwa sababu shetani ndo anaoperate. Yaani yeye ndo kisima cha ubaya, anatema. Yaani unaona kama moyo wangu unao yeye ndo mmoja mabaya, anamwaga mabaya tu. Kwa hiyo atakapofungwa asiweze kufanya kazi, kuisha habari mbaya. Yesu ndo atatawala, mshipi wa haki. Najua wale wafalme wanakuwa na mshipi fulani wanaofunga. Wanasiwe sana. Hata mapadre wa Kikatoliki wao wanapenda kufunga. Japo wanafunga na haki nakuta haipo. Ile ina maana ya haki. Wanasiwe sana. Yaani haki, kwamba nimefunga huu mshipi, mimi ni mwenye haki wa Mungu. Unafungwa hapa. Uaminifu utaambatana na utawala wa Yesu. Ni mwaminifu. Tambatana na utawala wake. Haleluya kanisa. Anasema na mtoto mdogo anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka. Yaani unaona leo kimwacha mtoto wako pale, ukakuta linyoka liko pale. Tumbo litageuka, mama yangu, mwanangu afuile. Kipindi hicho, yani nyoka anacheza na nyoka na mtoto wako, ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha hamna madhara. Biblia haisemi uongo, yatatokea. Wewe kaa vizuri na Yesu. Siku moja utayakumbuka haya. Utaona kwenye ule utawala wa miaka 1000 ya Yesu. Hapa duniani. Nyoka wao wa polini atakuja, anacheza na mtoto wako, anamzongazonga pale, safi, mtoto naye anacheka naye. Yaani safi. Wala nyoka, hamna. Yaani hilo wazo la ubaya kwetu litakuwa halipo kwa miaka ile ya utawala wa Yesu. Haki itakuwa ndo mshipi wake. Anasema penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fila. Fila wale nyoka wanaorusha mate. Upo kula na uwezo wa yanakufikia usoni tepe. Mtoto atatia kwenye nyumba zake, kwenye mapango, ataingiza mkono hivi, fila atatoka, wala kuna ubaya wowote. Amani. Ndio maana lile jina la Yesu, mfalme wa amani. Atakuwa mtawala. Mfalme ni mtawala, yeye atakuwa ni mtawala wa amani. Utawala ambao katika wafalme wote tangu mfalme wa kwanza utawala Adamu mwenyewe mpaka Yesu atakapokuja, haijawahi kutokea mfalme atatawala kwa amani kama Yesu. Amani sio ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Amani sio ya kawaida. Sasa wale ambao wanasema, Biblia inasema wanaoongoza saizi watu kwa haki watang'aa. Hao ndio watapewa sasa majimbo ya kutawala, kama hivi Tanzania, sijui Kenya, sijui wapi, watakuwa wawakilishi wa mwanakondoo. Watatawala kwa haki. Ndio ile unaona Musa anaambiwa chagua watu watasimamia 10, watasimamia 50, watasimamia 100. Lilo kubwa litaletwa kwako. Lakini saa hiyo itakuwa kila aliyewekwa mahala atasimamia kwa haki ya mwanakondoo. Mji mkuu wa mfalme Yesu utakuwa pale Yerusalemu. Atashukia pale na ataijenga ikulu yake pale. Hawa wenzetu wenye chapa na wenyewe watajikuta hawezi kufanya ubaya wowote waliokuwa wanafanya. Watakuwa na amani na haki kwa muda huu. Muda utakapoisha, vitabu vitafunguliwa, watasomewa. Kila mwenye chapa ya yule mnyama tamfuata babake alipo. Shetani atafunguliwa kwa muda mchache. Biblia inasema atatupwa kwenye ziwa la moto, na wale wote waliotenda mambo yake na wenye chapa yake wataenda. Itakuwa mtu anatamani ajikate, afanyeje, haiwezekani. Ndio maana ule wakati uliokubalika ni sasa. Unawezaje kuzishinda dunia? Lazima Roho Mtakatifu akusaidie, aje kwako. Kwa nini? Ni Mungu.
Bwana asifiwe sana. Usiseme siwezi. Yeye ni Mungu, atakusaidia kuyashinda yote ya dunia hii. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Penda andiko la mwisho, Zaburi ya 34:18 mpaka 20. Bado nakufafanulia kwa habari ya Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Zaburi ya 34, hii ni semina, kwa hiyo kwa utaratibu hivyo kidogo kidogo, yani hivyo. Roho Mtakatifu ni Mungu. Zaburi ya 34 mstari wa 18 mpaka 20. Zaburi ya 34 mstari wa 18 mpaka wa 20. Anasema Bwana yuko karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Sasa ukirudi kwenye maandiko, nani mifupa yake haikuvunjika? Ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Yesu? Kwa kawaida kipindi kile watu walikuwa wakitundikwa msalabani, ikifika siku ya maandalio ya Sabato kama hajafa, walikuwa wanaenda wanamvunja miguu, alafu wanawashusha. Ilikuwa si sahihi kuingia Sabato hali watu wamening'inizwa juu. Kwa hiyo walikuwa wanawavunja miguu, wanawatoa msalabani pale, wanaenda watafia hapo chini wakiwa wamewavunja miguu ili Sabato ipite. Sasa walipofika maandalio ya Sabato, wanaenda kwa Yesu. Wale wawili walikuta wameshakufa, hawajafa. Walipokuja kwa Yesu wakuta tayari alishakata roho. Kwa hiyo aliyekuwa amekufa paswa kuvunjwa, wakamwacha. Kwa hiyo walimzika na mifupa yake yote kamilifu. Wangemkuta mzima, wangemvunja mifupa. Sasa aya anayasema huyu Daudi kabla Yesu mwenyewe hajazaliwa. Anatabiri, anayajuaje Daudi haya? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu anamfunulia yajayo. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka yeye aliwahi kusema pia Daudi kwamba nalimwona Bwana siku zote akaniambia, kaa mkono wangu wa kuume mpaka nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako. Alikuwa anaongea kwa habari za Yesu. Hapa Daudi anayaona haya, anasema mateso, anasema mstari wa 18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Yesu alikuwa ni mwenye haki, ndio maana mateso yake yalikuwa mengi. Wanafunzi wake pia walikuwa wenye haki, mateso yao yalikuwa mengi. Lakini katika yote anasema Bwana humponya na yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Kwa nini Yesu mfupa wake haukuvunjika hata mmoja? Kabla hajaanza injili kwenye Luka 4, kabla hajaanza kazi yake, kwa mujibu wa Luka 4:18 mpaka 20, twende pale. Bado hajaanza hata kuifanya kazi yake, ndio anatoka tu mlimani. Luka 4:18 mpaka 20. Kwa nini mifupa ya Yesu haikuvunjwa? Tunajibiwa hapa. Luka 4:18 anasema Yesu huyo ametoka mlimani, akafika hekaluni, akaanza kusema, Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioonewa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Kwa nini mifupa yake haikuvunjwa? Roho wa Bwana Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa ndani ya Yesu. Kumbe Mungu akiwa ndani yako, shetani hawezi kuharibu vitu vyako. Najifunza hiyo Shetani hawezi kufanya nini? Hawezi kuharibu mambo yako. Mungu akiwa ndani yako, shetani hana ruhusa na huo mwili. Hana ruhusa kuharibu huo mwili. Ndio lile andiko, hamjui miili yenu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akiwa ndani yangu Yesu, mwili wangu ni wa thamani. Shetani hawezi kuharibu. Au alishindwa kuvunja mifupa ya Yesu mbali ya kufa, lakini Roho wa Bwana Mungu alikuwa pamoja naye.
Na leo ni hivyo hivyo. Roho wa Mungu akiwa ndani yako hawezi kuruhusu mwili wako uharibiwe. Haleluya kanisa. Hata ruhusu mwili wako uharibiwe. Yaani waje wakamate wa mwili, wauvunje, anawaangalia tu. Wauchanje chale, anawaangalia tu. Si wewe si mshahidi, unaona watu wanachanjwa chale. Mtu mwingine anaamka asubuhi, mmoja alituonyesha wamemchola chapa kabisa, sijui nani yule. Wamemgonga chapa ya 666. Kaamka asubuhi 66 yuko mjini. Tena anasema walienda kipindi hicho bado hajaanza kusali. Walienda kwa Mamposa nafikiri. Enda kule wakaenda kule. Siku hiyo ameamka mwilini kuna 666. Maana adui amekuja amethibitisha wewe ni wangu. Yesu akiwa ndani yako, Roho wa Mungu akiwa ndani yako, huyu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, hawezi adui akakuharibu. Hawezi akaharibu. Ndio naona Ayubu aliharibiwa na shetani kwa ruhusa ya Mungu mwenyewe, lakini bado Mungu alimwinua tena. Kwa nini? Alikuwa mwenye haki wa Mungu. Alipitia mateso mengi lakini bado alimwinua tena. Alikuwa mwenye haki. Wewe ukiwa mwenye haki, Roho wa Mungu anakuwa karibu na wewe. Hapa anasema Roho ya Mungu iko juu yangu. Kule tulikotoka kwenye Zaburi ya 34 anasema roho iliyopondeka. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unakuwa mtu uliyepondeka. Huwezi kuwa na Roho Mtakatifu ndani alafu ukawa jeuri au mkaidi au kinyunda. Kinyunda sijui mnajua, sijui nimeongea kilugha changu. Kinyunda ya ile tabia ya kugomea kila kitu. Yaani hata jambo la haki wewe unaligomea. Bwana, kinyunda. Ndio hiyo tabia anayemguza, anaweka miguu kwenye kibingi. Hata kama unampeleka kwenye malisho hataki. Au akifika kule, umenileta kwenye malisho, asante sana. Wewe si uko unakataa. Kinyunda, bwana amka tusali. Toka sana. Toka. Namwamsha mwanao, maana amka tusali. Toka bwana. Toka bwana. Umechoka na nini? Kwa mbeba zake. Kinyunda. Hiyo tunaita tabia nini? Ya kinyunda. Wewe unaona, mimi nakumbuka aliyekuwa ananiachia mimi kunyonya. Alikuwa akitumwa na mama, hata jikuna kila sehemu mpaka anajitoa damu. Nikatumwa na mama mpaka anajitoa damu. Lakini ngoja visho viwekwe hapa. Nakikata kiweka korogoto. Lakini unakumbuka yule alikuwa anajikuna kutumwa. Kinyunda. Sasa wako watu wa Bwana amka tu anaona jela. Mungu akitenda. Mwambie wenzako Roho wa Mungu hana tabia hiyo. Akiwa ndani yako unafurahia kuomba. Daudi anasema nalifurahi waliponiambia twende kanisani. Roho wa Mungu akikaa ndani yako, furaha yako, twende kanisani. Twende tukamsifu Mungu. Twende tukaabudu. Twende tukaombe. Yaani una raha kwa nyumbani mwa Mungu. Wewe raha yako kwa wapi? Kwa nini ufurahi kuwa nyumbani mwa Mungu? Bwana asifiwe sana. Kwa nini ufurahi? Kwa sababu bado Roho wa Mungu hajawa ndani yako. Sema Bwana Yesu, Roho wako akae ndani yangu. Mungu wangu, Roho wako akae ndani yangu. Ajae ndani yangu. Nifurahie haki, nifurahie utakatifu. Mshipi wa haki uwe kiunoni mwangu, uwe kifuani mwangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uwe mtawala wa haki, kama baba ni mtawala wa haki, kama mama ni mtawala wa haki, kijana wa haki, kijana safi. Saizi kupata vijana safi ni adimu. Safi ni adimu. Mmoja tukaona mhoji kijana mmoja aliniharibia shemeji yangu. Kapata vibao pale, akili imemkaa sawa, nikaona mhoji una umri gani?
Ananiambia na miaka 21, 25, 25, 26. Na bora miaka 26 tayari una mke, ana mimba na umeharibu huyu na umeharibu sijui wangapi. Nikamwambia 26 maana yake wewe ni wa 2000. Ni wa 2000. Na sasa ukija pale kanisani kwetu vijana wa 2000, tunaye Yusufu wa 2000. Haya, ona wewe ulivyojizeesha. Unaonekana babu wa miaka mingi, dhambi ya kuchosha. Tenda maana siku yenu kupigie simu uje. Nilikalabo kabisa. Kama babu fulani. Dhambi imefanyaje? Kabisa. Huyu unaona kijana mdogo kabisa. Yeye kashajichokea. Mchana wa jua kali na makoti. Yaani wewe unaweza kumpa shikamoo huyo mtoto wa shule. Dhambi. Kashadaa huko, kashadaa kule. Baada mke wake ana mimba kuzaa kesho. Yule naye kajaza mimba. Yaani hivyo. Kijogoo fulani hivi ambacho yani kuna vijogoo fulani vishenzi unavijua vile. Sasa mimi najua wewe waseme nini na kumbe wa 2000. Haya, koti saa hizi niambie, koti na joto la Dar es Salaam umevaa koti. Wewe mzima kweli wewe? Dhambi inafanyaje? Ona huyu anang'aa kwa ajili gani? Roho wa Mungu anang'aa ndani yake. Umri mmoja. Anasikia sana. Roho Mtakatifu mzuri anakufanya unang'aa. Ndio maana wengine tulipompata tukajilaumu tulichelewa wapi. Kwa sababu dhambi yoyote inachosha. Dhambi yoyote. Unaona mikono yangu. Ningekuwa mtu ana ovumao yani humu. Kuna wale wa kusaga bangi, nasagia. Lakini hapa unakuta sigara ile moshi ule unaishiria kwenye mikono meusi kama na chimba alizi. Kumbe ni moshi ile. Hapo unakuta pamekoma kwa ajili ya kusaga bangi zile. Unasaga bangi hapa. Yaani ukuta mkono specialist kwa kutengeneza kikatasi, kumimina bangi na kaa vizuri anakunja. Yaani hivi. Lakini mikono yangu safi kwa sababu imezoea kuweka kuombea wengine, kubariki wengine. Hivi. Tafuta vijana wao utakuta sigara wao. Unakuta mikono imeshaathirika na moshi. Midomo meusi. Moshi unaumiza, unaharibu. Kwa nini? Ni roho chafu. Kumbe Mungu alitaka roho wake akae kwetu. Mungu akae kwetu kwa njia ya roho wake ili tung'ae daima. Anasema ubaki kijana kama tai na uzee wako akaulejeza kama tai. Uzee si ujana na ujana wako kaulejeza kama tai. Tai unajua tabia zake, anatoaga manyoya yake na otesha mengine. Anaposema na uzee wako nikaulejeza kama tai, yani nitaurudishia kama tai. Tabia ya tai, anakaa na manyoya ya kichakaa, anaenda mashimoni. Anaenda kwenye shimo, analitengeneza shimo lake vizuri, anakaa mle shimoni, yale manyoya sijui yanaharibika, alafu anatoka. Anafanya hivi, anatoka yote anabaki kama amenyonyolewa hivi. Anarudi mle shimoni kwa usalama ili asije kama hawezi kuruka tena. Anarudi mle, anakaa muda fulani, anakuwa alishaandaa chakula. Yale manyoya yanatoka mapya, yani akitoka hivi ni kama kijana, yani kitai kikinda hivi. Manyoya safi. Anaruka tena. Ndio maana Mungu kusema na uzee wako nitaulejeza kama tai. Tai huwa anarudishia. Anatoa yale manyoya yaliyochakaa na ota mengine. Muda wa kuotesha anajificha chini kwa usalama. Akitoka yani yanang'aa, yana mvuto, yanatoa kama rangi fulani kama unavyoona simu inavyong'aa. Yanang'aa hivi. Ndivyo mtu mwema, mtu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yako. Unakuta una namba kubwa ya miaka lakini bado unaonekana unadai. Mwenye dhambi unakuta miaka ni michache lakini kafuja kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunamhitaji sana roho wa Mungu akae ndani yetu. Yeye ni roho ili aweze kukaa ndani ya
akikaa ndani ya miili yetu atatuongoza, atatusaidia katika mambo yote. Anasema na Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, yeye ni mafuta ambayo yale wanawali wale watano waliyakosa, wale watano wenye hekima walikuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Anakuwa kwako kama mafuta ya kusaidia wewe kupata mawasiliano na Mungu, mafuta ya kukufanya wewe uwe nuru kwa mataifa, uwe mwangaza katika dunia hii. Watu wanakukimbilia kwa sababu kwako kuna nuru, kwako kuna mafuta, kwako kuna mafuta, nuru ya mataifa. Unakuwa nuru kwa watu, nuru kwa mataifa. Watu wanakuja kuomba ushauri, akikaa ndani yako unakuwa mtu wa kushauri wengine. Huduma ya ushauri ni Roho Mtakatifu, hekima, maarifa. Nifanye nini ili watoto wangu leo wale? Nipike nini? Kama huna Roho Mtakatifu unaweza kupika ugali Januari mpaka Disemba, ugali mlenda, ugali bamia, ugali mboga, ugali nyama. Wewe mwenyewe unafikiri umeenjoy nakula ugali nyama, wali nyama, ugali nyama. Roho wa Mungu akiwa ndani yako atakupa akili leo kutengeneza chakula cha aina hii ili ajenge kirutubisho fulani kwa mtoto wako. Angalia wale wazee wetu wa zamani, alikuwa anakuwa tu haribu dunia, hajafanya maovu. Wazazi wanamwambia moyo mtoto fulani, anaozeshwa kanda. Na yule binti hivyo kakawa tu binti mkubwa, wazazi wanamwambia utaolewa na mtoto fulani. Wameshajichunguzia, wamejijua, anaolewa. Wanapokuja kuishi unakuta maarifa, huyo mama na maarifa anachanganya vyakula, mnakula tangu Januari mpaka Disemba, kuumauma hamna nyumbani. Kwa nini? Mnakula vyakula vyenye virutubisho. Hata leo tumemkosa Roho Mtakatifu. Mtu anaenda kununua makeki alisha watoto wake. Kitoto kidogo unakuta kina maaskilimu, kidogo kina majuisi haya ya makemiko yanaanza kuingia kwa mtoto. Baada mtoto unakuta anakuja kuwa umri fulani tayari ana tatizo hili, ana hiki, ana magonjwa kibao. Wazazi hawana mali. Roho wa Mungu atakwambia hii sio ya kumpa mtoto. Ndio maana unaona sisi tulinyonya miaka miwili, nimenyonya mpaka nakimbia kabisa. Yaani siku hiyo wameniwekea pilipili, nakumbuka mpaka kesho. Nimegusa pilipili nikakimbia kuchukua maji, nikanywa, nikarudi tena kunywa. Na akili zangu leo ananyonyesha kidogo, wanga unanyonya kwa masaa. Mama aliyashaamka saa 10 alishaenda huko. Akirudi jioni mmenyonya bahati. Maarifa. Bwana asifiwe sana. Maarifa. Baba unakuwa na maarifa mengi namna ya kuiongoza familia. Nifanye nini ili familia yangu iwe bora? Bwana asifiwe sana. Ubora wa familia ni pamoja na kumcha Mungu. Wewe ukasema familia yangu bora kwa sababu wanavaa nguo. Leo naona hawanasema mimi ni familia bora. Baba mimi ni familia yangu ni bora. Mwanae amekaa kachupi hapa. Na wewe baba unasema mimi familia bora, familia ya kizungu hii. Yaani ni binti likubwa linakatiza mbele ya babake, kachupi tu hapa. Mimi nalea kizungu. Yule ni upumbavu. Huyo baba kakosa nini? Maarifa. Roho Mungu akiwa ndani, huwezi kuruhusu binti yako. Mimi sasa siwezi kumwona binti yangu hivi anapita mtu. Najisikia vibaya. Kale kadogo, siwezi kukaangalia. Sio ni binti likubwa, kifua hicho linapita mbele yako na kingoja hapo unasema mimi nalea kizungu. Hii familia bora bwana. Si kweli. Tunakuta hao weekend yuko na binti zake na vijana wake beach. Anaoga pale na likifua hilo. Mama baba yuko na mpira. Ule ni kukosa maarifa. Ili maarifa yawe vizuri, lazima uwe Roho Mtakatifu awe ndani yako. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka kuna siku moja nilitembelewa na binti, mtoto wa dadangu mkubwa. Kutoka chuo kikuu pale Suwa Morogoro akafikia hapa. Na sasa yeye hajajua mimi naishije, maana ndo mara yake ya kwanza kafika. Kafika pale, kaamka na kinguo kimembana kwa kisuruali. Yuko hapo nje mnamo yeye anafua. Mimi nimetoka tu kufika na nikarudi ndani. Bwana asifiwe sana. Mimi nimwite mama na mchungaji njoo. Nimeweka mwambie yule afunge kamba. Nataka nipite. Mama anambia ngoja.
mjomba wako ameshindwa kupita ulivyovaa ufuka. Sasa kwani nikoje? Yaani yeye anaona ni kitu cha kawaida. Mimi nimeshindwa kutoka mahali, nimerudi ndani. Afungwa kanga pale ndio nikapita. Bwana asifiwe sana. Nikabidi shangazi yake akae naye amwambie una nguo nzuri sana. Vinguo vyote vilivyotoka navyo chuo ni vya ovyo. Kwa hiyo bila kaa nashinda na kanga tu pale. Lakini ningekuwa sina maarifa ya kimungu, hekima za kimungu, unapita na unagonga naye kabisa, jambo umeamkaje mwanangu, karibu sana, yaani uone shida pale. Maana hii ndio kileoleo, hii ndio yenyewe. Hii shida kupita. Bwana asifiwe sana. Nani anakupa hiyo hali? Ungenikuta mimi huyu miaka 10 huko nyuma kabla ya wokovu. Yaani hali ndio mapigo yangu. Naona kawaida kabisa. Lakini kwa nini saa hizi siwezi? Roho wa Bwana Mungu yuko ndani yangu. Kuna vitu Roho Mtakatifu anavionea. Unavionea aibu. Hii ni semina na leo siku ya kwanza na kutambulisha Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Nimekuonyesha maandiko mengi, yote yanaonyesha yeye ni Mungu. Bado kesho nitakutambulisha tena kwa udhibitisho wa maandiko mengi, ili ukikutana na mtu yeyote usiwe na shaka. Akikwambia Roho Mtakatifu si Mungu, kuna Mungu mmoja tu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu ni mmoja tu, naye ni Roho. Ndio maana hatumwoni kwa macho haya ya kibinadamu, lazima katika roho na kweli. Simama kwa miguu yako, tukamshukuru Mungu. Zile siku 2 za mwishoni nitawaombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao mjajazwa Roho Mtakatifu, jiandae kujazwa Roho Mtakatifu. Amina. Jiandae